Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Swali ambalo tulikuuliza awali, kwa sababu kauli mbiu ya mwaka huu haswa inalenga utekelezaji wa yale maafikiano, ahadi ambazo zimetolewa tunaposubiri kuadhimisha siku ya wanawake hapo kesho. Je, wewe binafsi unadhani nini ambacho kinachelewesha utekelezaji huo? Mbona idadi ya wanawake hasa wale ambao wanajitokeza katika nafasi za uongozi iko chini? Nikutambulishe kwa wageni wetu kwa haraka alafu kisha tuelekee mashinani. Kando yangu tuko naye Laura Amunga ambaye ni mwenyekiti wa AWEP Kenya. Na naona leo ni kama tulituma memo. Mbona ama purple ndio kala ya huu mwaka? Ni Umoja wa Mataifa. Asante sana. Vile vile tuko naye Esther Waringa ambaye ni rais wa Public Service Governance PSG. Asante sana kwa kuwa nasi hii leo. Lakini kabla sijawashirikisha katika mjadala, tuelekee katika kaunti ya Nyeri. Tuungane na mwanahabari wetu Clement Masombo ambaye ametangamana na wakazi wa Nyeri kujua hali halisi. Je, tatizo liko wapi? Clement, zamu ni yako. Naam, kesho tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2024 Kenya itajiunga na mataifa mengine kwa kuadhimisha ile siku ya wanawake duniani inayojulikana kama International Women's Day. Na hii ni siku tu ya kuangazia baadhi ya mambo ambayo yaliyowekwa, iwapo ni maafikio au mambo mengine yote tu ambayo yamewekwa kuhakikisha kwamba kuna usawa kati ya wanawake na wanaume katika nafasi za uongozi, nafasi za ajira na vile vile nafasi zingine zozote ambazo zinajitokeza. Hapa kaunti ya Nyeri nataka nizungumze na baadhi ya wanawake ambao wamejitokeza, wameshiriki kwenye uongozi, wameshikilia nafasi za uongozi katika vitengo mbalimbali. Watueleze tumefikia wapi na iwapo tuko sawa kama taifa, kama kaunti ya Nyeri na ulimwengu mzima kwa jumla. Nianze na wewe, tueleze jina lako nani na iwapo umeridhika kufikia sasa kutokana na ile hatua ambayo tumepiga kama taifa sana sana katika kuhakikisha kwamba kuna usawa kati ya wanawake na wanaume. Kwa majina naitwa Julia Wanjiku kutoka hapa Nyeri. Nilikuwa mwakilishi wodi kwa bunge iliyopita. Mwanzo nianze kabisa, hakuna usawa hata kidogo. Na nianze na kukosoa kwa kusema tulikuwa tunaaminia ya kwamba hii serikali ikichukua uongozi kutakuwa na ile ya kule bungeni kupitishwa kwa ile tunaita to that gender role. Kufikia wa sasa hatujaona hiyo ikipita, lakini tuna matumaini ya kwamba siku moja hii katika hii nchi yetu tutakuwa na hiyo usawa katika wanaume na wanawake katika uongozini. Lakini pia tunaona kuna maendeleo inaendelea, kama saa hizi tuko na wanawake kadhaa wakiwa magavana katika nchi hii. Kwa hivyo tunaona bado wanawake tunajitahidi. Na pia hasa hapa kwetu Nyeri tumeona wanawake wengi wamejitolea kuwania viti, hata kwa saa hii wenye tunaweza waita aspirants, kuwania viti mbalimbali. Na ni vizuri kuona ati pia sisi wenyewe tunajitokeza kumenyana wanaume katika uongozi ama kwa katika hii maneno ya siasa. Lakini ile kitu tunaweza kupenda kuambia wananchi, na niambie kila mkaaji wa Nyeri na kila mahali, ukiona mwanamke amesimama kutafuta kura ama kutafuta kiti cha uongozi, msikize. Si ati umpatie kura kwa sababu tu yeye ni mwanamke, lakini pia msikize kwa sababu inasemekana ukiwa umefanya empowerment kwa mwanamke, umefanya hiyo katika jamii mzima. Kwa hivyo niseme bado hatujafika hapo mahali tunafaa kuwa katika uongozi kama nchi, lakini kuna matumaini, kuna hopes. Ukiangalia ile kaunti ya kwanza, wale wenye walikuwa magavana wenye walikuwa wachache sana, sasa hivi tuko at least tumefikisha namba 7. Kwa hivyo tunangojea tuendelee kuona wengi na wengi zaidi, lakini bado tuko mbali. Lakini naendelea kuhimiza serikali ya Rais Ruto wajaribu kabisa tuone kwamba ile kitu ya kwanza waliambilia wanawake ni ati wakiingia bunge hivi, kitu ya kwanza watafanya ni kupitisha hiyo to that gender role. Tunaihimiza, hatuja give up, hatuja kosa matumaini. Tunangoja tu, ipo muda na ipo wakati wenye tutaweza kuwa tunafanya hiyo maneno. Na labda kulingana na wewe, unaona kwamba changamoto kubwa imekuwa wapi kuhakikisha kwamba kuna usawa kutosha kati ya wanawake na wanaume, na labda nini ambacho kinafaa kufanyika? Wacha tuanzie hapa. Mimi nimekuwa hapo kwa kuwania kiti.
Kila wakati mwanamke akisimama na mwanaume, mwanzo unaangalia kwako nyumbani unaishiaje, bwana yako kama uko na bwana ama hauna, kama una watoto ni mmoja ama ni wengi. Lakini hiyo maneno pia hatuioni wakati mwanaume anaenda kutafuta kura. Kitu kingine ya pili ni maneno ya kutafuta pesa. Unaangalia mwanamke akitafuta akianza kutafuta kiti yeye anaitishwa pesa zaidi na wananchi kuliko hata wanaume. Juu inaonekana unafanya kitu yenye inaonekana si ya kawaida. Kwanza kwenda kuwania hizi viti za uongozi. Ndio maana nasema na nahimiza tena, wananchi wakiona mwanamke amejitokeza, mwanamke bomba amejitokeza kwenda kutafuta kura, ni vizuri wamsikize, umwekelee juu ya meza pamoja akili yake na yule mwanaume. Na vile nimeona wale wanawake wengi wanatafuta viti, au wanawake kidogo wanakuanga wamezidia akili na maono yenye wanataka kufanyia wananchi hata kuliko hao wenye wanapingana na wao. Kwa hivyo ile kitu tunaona changamoto mzima ni ile yenye tunaita na kizungu, we have a patriarchal society. Kila kitu inaonekana ni kama wewe unajaribu kwenda kuingilia ile sekta yenye imewekwa kando na imewekwa ini ya wanaume. Shukrani sana hapo kwa wizara, labda isipokuwa tu ya afya ndio kuna changamoto kidogo, lakini hayo tutazungumzia siku nyingine. Wewe mwenzako hapa ametaja zile changamoto ambazo anahisi kwamba zimezuia kukuwa na usawa kati ya kupeana nafasi sawa kati ya wanaume na wanawake. Wewe kama mwakilishi wadi pale bungeni, je, unaona kwamba kuna usawa? Kwa majina naitwa Agnes Wanjiko Wachira. Mimi ni mwakilishi wadi na wakilisha jinsia katika County Assembly ya Nyeri. Kwa sasa tumepiga hatua, lakini bado hatujafika pale. Kwa maana ukiangalia kwa vitengo vingi hata vya viti vya serikali bado wanawake hawajawakilishwa vilivyo. Na pia katika jamii zetu kuna pia changamoto ya kuwa mwanamke bado ako na mambo ya kuhifadhi nyumba, vile pia timetable yake ya tunaita biological clock inamkimbiza, so unapata vitu zingine na viwango vingine anafika kuchelewa kuliko mwanaume. So kwa hivyo bado kuna zile changamoto, na ndio tunaomba saa zile wanapeana affirmative positions waangalie hizo zote changamoto, hizo challenges mama wanapitia, ndio waweze kuwapatia special considerations. Labda ukiangalia pale bungeni unaona kama katika uongozi pale katika bunge la kaunti ya Nyeri mnapewa nafasi sawa? Haziko sawa, kwa maana naweza sema wanawake bado kuna ile changamoto ya kutoaminiwa sana na wanaonekana kama ni wadhaifu. Kwa hivyo mimi ningeomba bado, kwa sababu kama hapa kwetu Central Province watu hawajakubali kabisa uongozi wa wanawake. Kwa hivyo bado kuna changamoto pale. Ndio. Labda nini kinafaa kufanywa hasa katika serikali zote za kaunti na serikali kuu ili kuafikia ule usawa ambao unastahili kuweko? Kuna positions zingine wakuwe wakiangalia, sio lazima ukue ukisema hii lazima ikuwe inashikiliwa na mwanaume. Unaangalia mwanamke amesoma, mwanamke anafikisha zile viwango zimetengwa. Hiyo ndio ningekuwa wapewa mama nafasi sawa, ndio waweze kuwa wanapata equal opportunities. Ndio. Kesho Kenya tunaadhimisha na ulimwengu mzima tunaadhimisha siku ya wanawake duniani. Labda ujumbe wako kwa wanawake, wasichana ama jinsia zote? Jinsia zote, wa mama haswa, tukisherehekea the World International Women's Day, ningeomba mjitokeze kwa nafasi za uongozi, na hata kama mama umepewa kiti cha kuongoza hata kama ni kidogo, ufanye kazi twice as hard, because hivyo ndio society inaamini. Kwa sababu kama wamama lazima tujikaze, tufanye kazi twice as men. Na pia jamii ningeomba hata wanaume wakuwe wanajua wamama pia they are equal to the task. Na ukiangalia hata zile ofisi zimeshikiliwa na wamama, kama tunaona katika serikali kuu kuna waziri Soipan Tuya, ukiangalia idara yenye ameshikilia unaona ameshikilia vilivyo, na kwa hivyo inaonekana ni ishara kwamba wanawake wakipewa nafasi za uongozi wanashikilia vizuri na wanawajibika na wanafanya kazi vile inafaa. Naam, shukrani sana. Bila shaka ni baadhi tu ya semi kutoka kwa hao ambao ni walikuwa, mmoja ni kiongozi kwa sasa na mwingine aliwahi shikilia nafasi ya uongozi katika bunge la kaunti ya Nyeri, wakitoa hisia zao kuhusiana na hatua tulizopiga kama taifa kuhakikisha kwamba kuna usawa wa jinsia kati ya wanawake na wanawake. Na wanasema kwamba licha ya changamoto ambazo zinashuhudiwa, yapo mengi tu ambayo bado tunaweza afikia kama taifa. Yote 9-10 ni kwamba wanaimani kuwa siku moja tutafikia kile kiwango ambacho kinastahili na kwamba kutakuwa na usawa wa jinsia kati ya wanawake na wanaume. Shukrani sana Clement ukiwa katika kaunti ya Nyeri. Kabla kuelekea kwa Hezron akiwa Taita Taveta na Stephen Zioka akiwa Makueni, ningetaka tu wageni wetu wachangie kwa hili, kwa sababu mambo kadhaa yamejitokeza. Swala la thuluthi mbili ya usawa wa jinsia, hadi sasa mswada huu haujapitishwa. Kinyume na katiba, katiba imeweka masharti kwamba lazima sheria hiyo ipitishwe, lakini hadi leo hilo halijaafikiwa. Ndio kuna takriban magavana 7 wa kike ambao wamechaguliwa kwenye uchaguzi uliopita. Wengine
vile vile wakataja swala kuhusu serikali ya Kenya Kwanza, wakisema kwamba iliahidi kutoa nafasi sawa kwa wanawake, lakini hilo bado kidogo tuko nyuma, hatujafikia kile ambacho kilitarajiwa. Alafu wakasema kwamba wanawake wanapokwenda kwenye kampeni wanaitishwa pesa nyingi kuliko ikilinganishwa na wanaume, na vile vile mwanamke anawekewa masharti mengi. Kuna wale bado ambao wanamuona mwanamke nafasi yake ni jikoni. Mwanamke anawekewa masharti mengi. Wageni wetu ningependa mchangie kwa hili, kwa sababu hata tunapoona nafasi zinazotolewa awali, Kariuki alituandalia taarifa kuhusu IEBC. Kati ya zaidi ya nafasi 1000, maombi 1000, nafasi ya wanawake ni wachache sana ambao wamejitokeza. Je, tatizo liko wapi? Ni kwamba wanawake hawajitokezi au jamii bado haijamkubali mwanamke? Esther, naona uko tayari kulizungumzia, alafu tumsikize Laura. Na diposa nikaona Umoja wa Mataifa umekuja na hilo theme, swala ambayo we accelerate action. Manake bado hatujafika hiyo kiwango. Ukiona wakikuja na hiyo theme that we accelerate action, natafuta kuharakisha ule utekelezaji, kuharakisha ile utekelezaji wa maneno kuhusu wanawake. Wameona ya kwamba katika nchi kadhaa, hata katika Jamhuri ya Kenya, bado hatujafikisha hiyo kiwango. Hata igawa najua tuko na Chief Justice ambao ni mwanamke katika hali ya juu sana, na tunampa salute, na pia tuko na Auditor General, tuko na pia Controller of Budget, na pia na AG. Oh, lovely. I think bado tunaendelea, na pia nimeona Amadi amejitokeza kuchukua ile kiti ambayo ilikuwa na Chebukati. Kwa hivyo wanawake tumeendelea, lakini vile umesema Zubeida, wanawake tu 6 ndio wamejitokeza kati ya viti. Nimeona 37 applications. It's only wanawake ni 6 pekee. Nafasi ya mwenyekiti ya mwenyekiti tumeona tu wanawake 6. Nafikiri out of 37 wale wamepatiana makaratasi yao, tungeona at least 10, at least 20. Unajua, at least halfway. Wanawake tafadhali, nguvu imeenda wapi? Tujitokeze tuseme ya kwamba we must accelerate action. Ni lazima sasa tuweke moto zaidi, tuweke kuni kadhaa kuhusu yale masuala ya wanawake. Na pia wanawake, hakuna mambo ya kuogopa tena. Now we are of age, na tumefika nafasi ambayo hata urais sasa tuko karibu kugombea. Kama Mama Esther hapa ako karibu kugombea, tayari inajulikana, iko kwa public. I'm running for the 6th nasimama kiti ya rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu gani? Mama amefika sasa hiyo kiwango. Na ile campaign ambayo ilikuwa Beijing 30 years ago, walijaribu kuona ya kwamba wanawake katika sekta zote, elimu, afya, conflict, ya kwamba mwanamke ako na usemo. Lakini sisi wanawake, bona miaka 30 bado tuko na baridi. And that is why nafikiri Zubeida, kutoka sasa tutakuwa na mikutano kadhaa, hata tuna kongamano kubwa sana inaendelea katika Kenya School of Government, kujaribu kuweka wanawake hiyo nguvu ya udani, kusema ya kwamba ndio wamama tunaweza. Kwa hivyo ni wakati wetu tuamke. Na niseme hiyo Zubeida amesema pia kuhusu fedha. Ni lazima ile kamati ambayo itakuja na commission ambayo itakuwa inaangazia uchaguzi, tuangalie and review the electoral code of conduct and the electoral requirements. Kwa sababu wamama sana sana wanaachwa nyuma wakisikia Zubeida na dada yangu. Kuna mama juzi alisikia ya kwamba, nikamwambia ya kwamba nasimama kiti ya urais, akaniambia, Madam President, kama huna 4 billion shillings, sahau hiyo kiti. Sasa ni vile tu niko na nguvu, nikamwambia hata kama niko na shilingi 5 bado nitakimbia hiyo kitu. So it's not about the power of money. And we ask, tunaongea kwa zile agencies ambazo zinahusika na mambo ya utaratibu wa kuleta viongozi vitini. Tafadhali tuangalie wanawake. Tafadhali tuangalie bajeti ambazo zinaenda katika kampeni fulani. Tukisema ya kwamba, kama vile mwanamke huyu aliniambia, kama huna 4 billion, I don't think that is the way to go. Mwanamke akiwa na brain, akiwa na capacity to deliver, wacha tumpatie hiyo kiti. Na tuko tayari. Naam, Laura, unadhani tatizo liko wapi? Kwa sababu kuna wale ambao jamii bado wanafikiria nafasi ya mwanamke ni jikoni, kwa hivyo hawataki wanawake wajitokeze katika uongozi, na vile vile ile dhana kwamba tunasaidia mwanamke, sio kwamba tunamwezesha mwanamke. Je, huenda mambo kama haya, tamaduni na dhana potofu kumhusu mwanamke, ndio zinafanya wanawake wengi wasijitokeze, au tatizo liko wapi? Asante sana Zubeida kwa nafasi hii.
Na nakubaliana na wewe na pia sera ambazo Esther ameweza kutuelezea. Kuna mambo ambayo serikali inaweza shughulikia na kuna mambo utamaduni lazima izingatie, na pia personal accountability, ubinafsi, uwajibikaji. Yani mimi kama mwanamke ni njia zipi andazo ninajipresent kibiashara, kisiasa. Si lazima tuwe na hela, yani kama hizo 4 billion Madam Esther anasema. Nikiwa na sera, nikiwa na maono, nikiwa na motivation kibinafsi, ni muhimu sana kureini wengine wengi, na pia wanawake pia wengi tuweze kusimama na wanawake wengine. Na kuna mambo ambayo pia lazima serikali izingatie, vitu kama mabadiliko ya sera, vitu kama kuvuja vikwazo. There are so many barriers ambazo zina limit wanawake kuweza kuchukua hatua za ujasiri. Ni lazima tushirikiane kama serikali, kama utamaduni, kama wanawake, wanaume pia. No one should be left behind. Yani lazima tushirikiane kama nchi nzima, kama dunia nzima, ili tuweze kupeleka haki za wanawake mbele na kuwezesha wanawake. Na kwa hilo la kuwezesha, mnahisi kwamba kufikia sasa, Madam Esther ametaja takriban miaka 30, mwanamke amewezeshwa namna inavyostahili? Ama ameachiwa yeye mwenyewe ajipiganie vile wanasema mondo kwa mondo? Lakini hata anapojipigania, hata anapojiuza namna ambavyo Laura amesema, mwanamke amewezeshwa namna ambavyo inastahili? Pale Beijing, Zubeida, walikuwa wanaongea kuhusu institutional capacity ya kuwezesha mwanamke kuwa amekuwa na nguvu ya kutekeleza yale 12 protocols ambazo walidiscuss pale Beijing. Institutional capacity. Kama sasa tukiangalia Jamhuri ya Kenya, Ministry of Gender, wizara ya gender, wizara ya jinsia, imefanya nini haswa for 30 years kuwezesha mwanamke kuwa na nguvu? What have they done? Wamefanya nini kwa wale vikundi za wanawake nyingi sana ambazo ziko mashinani kuwapatia nguvu? Ndipo tunasema ya kwamba katika Ministry of Gender, although bado tunaongea kwa His Excellency the President ya kwamba tunahitaji kuwa na waziri wa Ministry of Gender, and especially a woman mwenye atakuwa anaangazia hizi protocols, because we are still very far away from realizing the 12 Beijing protocols. Na hiyo ya institutional capacity, Ministry yetu ya Gender, because it is the leading institution ya kuangazia mambo ya wanawake. Je, iko na policies za kutosha za kuhakikisha mwanamke amekuwa empowered? Tukiangalia National Gender Commission, mlienda wapi? Mmenyamaza kidogo, hatujawasikia. Tafadhali can you come out, because tunataka kujua National Gender Commission inafanya nini? Zubeida na dada yangu, ukiangalia pale mashinani, wamama wamejaribu kuamka. Sidhani kuna kijiji katika taifa la Kenya ambayo hakuna merry-go-rounds za wamama. Lakini je, institutional capacity iko wapi ya kusupport hawa wanawake? Tukiangazia pale katika executive, Rais alisema last year during the International Women's Day ya kwamba ofisi yake itazingatia kuhakikisha ya kwamba the woman of Kenya is empowered, na akatuambia ataweka wanawake katika wizara za serikali, ataweka wanawake pia, akamalizia na akasema ati akisimama next atahakikisha ya kwamba mwanamke ako deputy president. But he appointed a man recently. So vile tunasema ni ya kwamba rais, kutoka kwa ofisi yako, we are talking about institutional capacity to empower women. Kutoka ofisi yako, rais wa Jamhuri ya Kenya, tafadhali tenga, I know you have advisory unit ya rais ya mambo kuhusu na wamama, lakini kuna fedha fulani ambazo zimewekwa ndizo zikaweze kuempower mwanamke mashinani. Number 2, capacity development. Wanawake wetu sasa hivi wameanza kutoka jikoni, lakini wamekuta institutional capacity ya to empower them in capacity development, because we need to empower them, kuwajulisha ya kwamba jikoni is not enough. Let us come out there. Tuwe wamama katika sokoni, wamama katika mashule, wamama serikalini, wamama viongozi katika nyadhifa baribari. Lakini tusipokuwa na that training, capacity development, wanawake wanakuwa sana ni wanyonge. So nimeongea kuhusu institutional capacity, na hiyo ingine ya mwisho ni the financial bit of it. Mwanamke amesemekana ya kwamba capacity yake ya kuwa akijimudu on matters economy iko chini, na
ni jukumu la all agencies ambazo ziko na nguvu ya kuweza kusimamia wanawake, like the executive, the judiciary, the legislature, na hii ingine the governance inaitwa gender commission na ministry of gender. Hizo kundi tano ni lazima mkae chini going forward, tuone ya kwamba we have series of capacity development workshops, na namba ya pili tuko na a strategic fund katika bunge, wanawake wetu katika bunge. It is incumbent upon you, although tunaweza toa mswada kama sisi wanawake kutoka nje kuhakikisha mwanamke amejimudu kifedha, but we have to be backed up by legislative mechanism. Kwa hivyo the few women in parliament, what have you done? Mmefanya nini? Na umesema hilo wakati ambapo mijadala inaendelea kuhusu hata zile kamati za bunge, wanaoendesha wenye kitu wa kamati hizo ni kina nani? Tunaona sana huwa ni wanaume. Ni wanaume. What is really happening? Don't we have capacity? Gojeni, mwanamke anakuja akiwa head of state. We are going to turn everything around for the benefit of women. Na kuna kitu kimoja ambacho Esther amekizungumzia, hasa kuhusu ahadi ambazo zinatolewa na serikali, na awali umetaja kwamba serikali kuna nafasi kubwa sana kumwezesha mwanamke na kutengeneza mazingira ambayo yanampatia ile nguvu na motisha ya kuingia katika nafasi za uongozi. Na nikakumbuka kwamba kuna mkutano tunautarajia pale KICC. Hadi nikakumbuka wakati ambapo walikuwa wakitia saini ule mswada wa NADCO. Hasa wale waliokuwepo wengi walikuwa ni wanaume. Leo unatarajia kwamba tutaona sura tofauti. Je, umeona katika uongozi wa taifa, hata si lazima iwe ni serikali hii peke yake, kumekuwa na ile nia ya kumwezesha mwanamke na kumpatia ile nafasi ya uongozi, au wanawake wameambiwa sasa nyinyi mchukue backseat, nyinyi ni wa kusaidia, lakini je, mazingira yamewekwa sawa? Kuna ile imani ambayo imetolewa na viongozi na nia imetolewa na viongozi nchini. Shukran Zubeida kwa swala muhimu sana, na Esther amezungumzia kwa ujasiri sana nini jambo ambalo mambo ambayo tunafaa kufanya from a public sector kisiasa. Tukizungumzia kutoka upande wa private sector na pia civil society, umeuliza swali la muhimu sana kuhusu kiwango cha usaidizi ama policies, sera ambazo zimetengwa. Kwa kweli maendeleo imefanyika, lakini maendeleo imefanyika kwa pole mno. A lot more needs to be done. Ukiangalia institutions zetu za benki, ukiangalia institutions zetu za manufacturing, KEPSA, Kenya Chamber of Commerce, wamezingatia sera muhimu zaidi kuweza kusaidia wanawake wa biashara na zinginezo. Lakini itabidi tuzidi kuendelea to take a seat at the table, kuchukua hatua za ujasiri kama wanawake, na pia systemic change, mabadiliko ya mifumo ya kuendelesha. There's still quite a lot to be done. So imefanyika ndio, lakini ni kwa upole mno. Tuna hope serikali na wanawake, wanaume, kila mtu all included, tutaweza kuzingatia na kuenda kwa kasi kushinda vile tumeendelea siku zilizopita. Na bila shaka ni mjadala ambao tunaendelea nao hadi mwendo wa saa 7 hivi. Tunafuatilia pia kule KICC. Esther, sijui wewe unahisi vipi? Kwa sababu mikataba inaenda kutiwa saini, na mikataba mingi tu itaendelea kutiwa saini. Na kando na wewe, yule mwanamke mwingine ambaye amejitokeza kwa ujasiri ni Martha Karua, ambaye amesema kwamba yeye pia atatipigania nafasi ya rais kwenye uchaguzi ujao. Nakumbuka jana alipokuwa akihojiwa na Ashley Mazuri, akaulizwa, je, uko tayari kuwa naibu wa kiongozi wa kiume atakayewania nafasi ya rais? Akasema, mimi siko tayari kuwa naibu. Heri nijiondoe katika kile kinyang'anyiro. Kwa sababu anaoneka kwamba amejiaminia. Mbona kama sio mwanamke, na mbona iwe kwamba mwanamke tu awe ndiye wa kudeputize? Hata huo mkutano tunaotarajia KICC unakupatia matumaini wewe kama kiongozi na mwanamke ambaye anawania nafasi, kabla tuelekee makueni? Okay, ndio, ni kweli. Na ningependa kuishi Martha Karua all the best. Ni kweli tukijitokeza wanawake na the power of self-realization. Alisema sitaki tena kuwa deputy kwa sababu anajihisi. Nami sasa nasema I'm not a running mate of anybody. Asimama kiti ya rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya nikiwa mama. Na kitu ingine,
tuache ile maswari ati wewe mama kwa nini usiende MCA kwa nini usiende MP? Why don't we believe in ourselves that we can be Zubeida, leo hii tunaongea kuhusu mwanamke ambaye anaongoza European Union. Na huyo mwanamke tayari ako karibu sana kuchukua celebration katika dunia mzima because this week ametenga shilingi 800 million US dollars za kusaidia Ukraine as a woman. So women, we can do strategic things ambazo zinaweza influence the global socio-economic space. Kwa nini tuambiwe wewe kimbia MCA, wewe kimbia senator, wewe kimbia MP? No, we have a capacity to be able to learn government. Na ndio tunasema msione kama hatujui vile tunasema, sorry for using that word, kama Mama Karua akisema she really don't want to be a running mate, anasema ya kwamba focus that she want to be president. Yes, we can. Na maybe tunaweza fanya vizuri respecting all the presidents men who have been there, lakini mwanamke akiwa pale she can do better than men. So for today at KICC, it's about what she talked about, systemic interventions. Ni mikakati gani ambayo tumeweka kuhakikisha ya kwamba, like what is happening today at KCC, that there is a legal guiding mechanism ya kwamba wanawake ni 10, wanawake ni 6, wanawake ni 7. We don't have that. And that is what, hiyo ndio kitu ambayo tutakimbia sana. That is one of the actions ambayo tuta-accelerate kuhakikisha ya kwamba all our legislative instruments are guiding towards positioning women katika Jamhuri ya Kenya. But for now, pare KICC, kwa sababu this is International Women Week, hata kama hatuna legislative guiding mechanisms, tafadhali kumbukeni wa mama na muhakikisha ya kwamba women are considered in all the decisions that are going to be taken, to be undertaken at the Kenya International Conference Center. Pole kwa Kiingereza. Tatizo, tutarudi kwenu muda usio kwa mrefu. Tuelekee katika kaunti ya Makueni, tuzungumze naye Stephen Nzioka ambaye anawahoji wenyeji wa eneo hilo kuhusu uongozi wa mwanamke. Je, jamii yuko tayari kumkumbuka na kumkubali mwanamke katika uongozi? Stephen Nzioka. Nipo mjini Woteni, kaunti ya Makueni. Nitakuwa nikizungumza na baadhi tu ya wakazi hapa kuhusiana na swala la wanawake katika uongozi. My name is George Mulinge from Kaiti Makueni. The role of women in leadership, just like their men counterpart, is to lead. If a woman is elected a governor, her job is to govern. If a woman is elected as a member of parliament, our role is to legislate, to oversight, and to represent. So just like their male counterpart, women in leadership, their job is to lead and to offer leadership. There are many reasons as to why we have not achieved the 2/3 gender rule. Number one, we have retrogressive cultural practices neglecting women, and I think it's time we walked out of those retrogressive cultures where women have been sidelined on matters leadership due to them being women. The other thing is about something we call political goodwill. Article 27 of the Constitution talks about the state enacting and making sure that the 2/3 of every gender, or rather there is no more than 2/3 of a gender being in appointed or in elective position. Over 15 years down the line, since we promulgated the 2010 Constitution, that has not happened. Reason being, we don't have the political goodwill. The article which I quoted, 27 of Constitution, says that it is the responsibility of the state to make sure that the 2/3 gender rule is achieved. The head of the state is the president. If the head of the state has no goodwill to implement that through the parliament, then that is not going to happen. As I said earlier, for us to achieve that, ama ndio tuweze kutimiza the 2/3 gender rule, and we include women in appointive and in elective position, we need to get it right on political goodwill, right from the president and all the mechanism, all the state apparatus. We need to get it right from there. And we also need to offer civic education to our people about the role of women in leadership. We deconstruct the retrogressive cultures which have been existing, stereotyping women, and make sure that we involve women in leadership, we support them,
we elect them into leadership, and those who have the appointing authority or the appointing authorities to appoint women into leadership. Kwa majina naitwa Festus Mumo. Mimi ni kiongozi wa vijana katika jimbo la Makueni. Women in leadership is a very crucial debate today because women play a very crucial role in representation of women welfare, girls welfare, and we can see this one in some of the bills that have been passed and brought to the National Assembly and the Senate by the women leaders that we have. So in a nutshell, it is very true that women play a very crucial role in leadership. We have leaders, women leaders that have played a very important role in leadership, the likes of Charity Ngilu in Kenya. We have the likes of Martha Karua. We have the likes of Anne Waiguru. We have the likes of Kihika and the rest that are playing a very crucial role and important role in the leadership of this nation. This one is a very complex matter owing to the fact that the Kenyan political landscape is very unfair and mostly discriminative. When you look at the campaigns, at times they are very hostile for a woman to withstand the political heat. Therefore, some of them are scared away from vying for those positions, and therefore we end up getting more men in leadership. Therefore, I can say that women have not been so much into leadership because of the political injustices that we have in our republic. One is through full implementation of the 2010 Constitution that provides for the third gender rule, affirmative action and the like. We also have so many institutions that are advocating for women leadership. For example, the Center for Multi-Party Democracy, the CMD. We have Usawa Institute and other societies that are advocating for women, that is women leadership. So we can achieve this one, though it is a very rough terrain, but at the long run, if we really go and implement the Kenyan, the 2010 Constitution of Kenya, we can really achieve this. Kwa jina mimi naitwa Justus Mutuku, nikiwa kiongozi wa kama wanaharakati Makueni. Ningetaka niseme jukumu la wanawake katika uongozi. Tumeona vile wanawake walikuwa kutokana na vile kungangania mambo ya uongozi. Tumeona wanawake wakiwa katika uongozi wamefanya mambo mengi kama kupigania haki za wamama, haki za watoto. Hilo ni jukumu kubwa ambapo inafaa ipatiwe kipaumbele katika kuhusisha wamama katika uongozi, kwa sababu tumeona wakifanya kazi na ile kazi ambayo wanafanya tukiangalia tumeona wameweza kufanya kazi bila ubaguzi, na pia wanaweza kufanya kazi sawa na vile wanaume wanaweza kufanya. Kwa hivyo ni jukumu nzuri la wanawake kupatiwa hicho kipaumbele katika uongozi. Ni kweli Kenya yetu hatujatimiza ile inaitwa third gender rule katika uongozi, si nyadhifa za zile za kuchaguliwa, lakini pia katika ile mainstream employment tunaona kuna shida. Kuna hii mambo ya perception, ama vile tunaweza tukasema mambo ya jizia, kama vile kuna ile pengine inaonekana wamama wengine wakati unapata ni kama hawezi wakafanya kazi sawa vile wanaume wanaweza kufanya, lakini hiyo ndio sasa imekuwa changamoto kubwa. Na pia tunaweza nikasema wamama pia wakipewa hilo jukumu wanaweza kufanya kazi sawa na wanaume. Katiba ya 2010 ambayo ilipitishwa na Wakenya imetambua sana kazi za wamama, na pia tunaona tukiidhinisha hiyo katiba kulingana vile jinsi inafaa ikuwe, pia tunaweza kuwezesha wamama waingie katika nyadhifa za uongozi na pia katika mambo ya kuhudumia taifa. Hili jambo la kutokuwa na usawa wa kijinsia sana sana ambayo inaegemea wanawake ambao hawajahusishwa sana, ni kwanza tuko na sheria ambazo zimewekwa katika katiba na zinafaa zitimizwe sana. Tunaona kwa mfano kuna ile inaitwa affirmative ambapo bunge la kitaifa linafaa lipitishe huo mswada ili wanawake wahusishwe katika mambo ya maendeleo na mambo ya huduma za taifa.
Kwa hivyo hii inaweza kupitishwa katika sheria. Bunge la kitaifa na pia bunge za county zinaweza kuweka hicho kipengele, mambo ya affirmative action, yakikishe mambo ya jinsia ile kutokuwa na usawa wanawake na wanaume vile ijatimizwa, inafaa iwekwe katika sheria ili ikuwe fully implemented kulingana na vile katiba 2010 inasema ifanyike. Naweza kuhimiza wasichana wache uoga, hata uko shuleni wapiganie hizi viti kama za prefects, monitors, ndio wakikuja in the society upate uoga imeisha na wanaweza kuwa future leaders. Ni maoni tu kutoka kwa wakazi hapa mjini wote kaunti ya Makueni. Kutoka kwangu mimi ni Stephen Nzioka, sina la ziada kwako. Na shukrani sana Stephen Nzioka ukiwa katika kaunti ya Makueni akitangamana pale na viongozi wenyeji kuwauliza kuhusu nafasi ya uongozi hasa kwa wanawake. Je, mwanamke amewezeshwa namna ambavyo inastahili? Muda usio mrefu tutakuwa tukielekea katika kaunti ya Taita Taveta, tuungane naye Hezron Kimari atueleze wenyeji wa maeneo hayo wako vipi. Na vile vile nilivyokuarifu awali mtazamaji, jicho letu liko katika jumba la KICC kufuatilia ule mkataba wa maelewano unaotarajiwa kutiwa saini baina ya Kenya Kwanza na ODM. Je, mkataba huo unasemaje? Kuna wengine wanasema sasa hivi ni ile serikali ya nusu mkate, wanagawana nafasi za uongozi nusu bin nusu. Je, mwanamke nafasi yake itakuwepo au ndo mwanamke atafungiwa nje? Je, tutaona mabadiliko yoyote? Tuingie madukani, tutaungana naye Dennis Aseto pindi tu shughuli hiyo itakapoanza, na kusihi usiende mbali.